Aba njo basoda benye beko nakimbia banaacha mgini, njo basoda. Niko mwe mu 200 metre nabo, telefone njo inazume, niko nabo mpeka distance kidogo. Njo basoda aba benye beko kuporo, beko nanyoroka na barabara tuyo kwenye beko naenda ni wapi. Ni hatari, haiko panike. Ni vumbi na vumbi. Mama tuonana. Naam, ni asubuhi na mapema tarehe 10 mwezi Disemba mwaka wa 2025 ambako tunapata fursa nyingine ya kuja kuwa pamoja nawe katika habari zetu za asubuhi ya leo. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji ambao unaendelea kutufuata kutoka kona zote 4 za ulimwengu, tunasema karibu kuweza kujiunga nasi katika habari zetu hizi ambazo zinakujia moja kwa moja kutoka mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kama kawaida tuko hapa kukujuza kile ambacho endelea huko kwenye shamba la vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo ili endelee kupata habari hizi na kuweza kusubscribe, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu kwa walio wengi zaidi ili nao endelee kuzipata kama kawaida. Ukweli ni kwamba una haki ya kuweza kuhabarishwa, una haki ya kuweza kuambiwa habari za ukweli na za uhakika kuhusu hali halisi ya kile kinachoendelea huko tarafani Uvira leo tarehe 10 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Hivyo nakusihi kusubscribe ili tuende sambamba, mpendwa msikilizaji. Ni hatari, haiko panike. Ni vumbi na vumbi. Naam, kama kawaida natumai uko salama na karibu mara tena kuweza kufuatilia habari hizi kwa kina ili upate kujua kile kinachoendelea huko kwenye uwanja wa vita ndani ya mji wa Uvira na sehemu zingine mbalimbali. Ilikuwa jana tarehe 9 mwezi Disemba mwaka wa 2025 majira ya saa 5 asubuhi kulianza kusikika milio ya risasi pamoja na mabomu ndani ya mji wa Uvira, jambo ambalo linaweza kupelekea hofu kutanda na wasiwasi mkubwa kwa wakahaji wa maeneo hayo. Lakini hali hiyo iliweza kutulizwa kwa muda ilipofika majira ya saa 7 kuelekea saa 8. Hali ya utulivu ilianza kuonekana taratibu baada ya kusemekana kwamba kumeshikwa vijana wawili ambao walikuwa wakihusika kuweza kufyatua bomu zile. Bila kufahamu hali iliendelea kuwa tete hivyo ikiwa ya wasiwasi sana. Ilipofika majira ya jioni hali ikabadilika zaidi. Hiyo ni baada ya kwanza kuona vikosi vya jeshi la taifa, FARDC, polisi na kadhalika vikiwa vinarudi nyuma vikielekea upande wa bandari ya Kalundu, huku wengine wakisonga na mguu kutoka huko kwenye uwanja wa vita wakirudi nyuma, hali ambayo inaweza kupelekea wasiwasi kuenea kote. Hiyo ni baada ya kuweza kuona vikosi hivyo vya jeshi la taifa FARDC vimeanza kuondoka vyote kama ilivyokuwa tena mwezi wa pili kule Bukavu, jinsi ambavyo vikosi vilianza kurudi nyuma. Wakati vikosi vinaanza kurudi nyuma, raia walijawa na hofu sana na kushindwa kuelewa, kwa sababu majira ya saa 9 ndani ya mji wa Uvira bado kulikuwepo kunapatikana vikosi vya wazalendo pamoja na baadhi ya vikosi vya jeshi la taifa FARDC. Lakini mpendwa msikilizaji, hali ilibadilika ghafla majira ya jioni baada ya kuanza kuona vikosi hivi. Kama unavyotazama hapo, ni vikosi vinaanza kurudi nyuma vikitoka kwenye uwanja wa mapambano, vinaanza kujielekeza moja kwa moja katika njia kuelekea Fizi bila kujua ni kipi ambacho kinaendelea huko kwenye uwanja wa vita. Hebu shuhudia kwanza vikosi hivi ambavyo vinarudi nyuma kwa kuacha njia wazi. Mtu mwenye kufuru anaelemewa na vita. Aba njo basoda Anakimbia. benye beko nakimbia banaacha mgini, Terme yako yaba anaongea. njo basoda. Mwenye ataanza uawa. Niko mwe mu 200 metre nabo, telefone njo inazume, niko nabo mpeka distance kidogo. Njo basoda aba benye beko kuporo, beko nanyoroka na barabara tuyo kwenye beko naenda ni wapi. Orike mgini ya kwa tombe meme Luvungi, adui ya kwa Luvungi. Lakini soda FARDC kuna kimbia na inapika masasi ovyo. Ndio situation ile iko kuporo. Leo aujourd'hui c'est le 9. Leo le 9, nous avons angala saban 15h23. tuko na 15h23 minutes depuis asubuhi ndio balianza piga masasi asubuhi kuporo, mais bazalendo bakapatiana consigne ke basipige nabo masasi babache tu ndio kuleta tapage mwingine. Alors c'est un peu ça. Merci. Naam. Baada ya vikosi hivyo kuweza kurudi nyuma, hali iliendelea kuwa tete, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu,
katika mji wa Uvira, huku milio ya risasi mizito na nyepesi ikawa inasikika kwa muda, lakini kulikuwa kujawa na taarifa rasmi kuhusu kuingia kwa wahasi wa AFC M23. Duru zetu kutoka hapo Uvira zimetuarifu majira ya saa 4 usiku ya kwamba milio ya risasi endelea kusikika kwa kina, huku wakibainia kwamba huenda ni vikosi vya jeshi la taifa FARDC wakikabiliana na wazalendo. Hali katika mji wa Uvira mpaka sasa endelea kuripotiwa kuwa tete sana, huku takwimu rasmi hajaonyesha kwamba ni wanani ambao wanapatikana katika mji huo. Lakini baada ya vikosi hivyo vya jeshi la taifa FARDC kurudi nyuma, inasemekana huenda njia ikabaki wazi na kupelekea wahasi wa AFC M23 kuingia katika mji wa Uvira pasipo na makabiliano yoyote ile. Wazalendo walikuwepo kwenye uwanja wa vita walilazimika kurudi nyuma kutoka huko Luvungi, kutoka huko Sange pamoja na Kiliba kutokana na kile ambacho wamedai kwamba wameshindwa kusapotiwa na jeshi la taifa, kwa sababu wahasi wanaripotiwa kutumia silaha nzito ambazo wazalendo hawana. Kitu hicho kimepelekea wazalendo wengi nao pia kuweza kurudi nyuma mpaka kuweka makazi yao katika mji wa Uvira, ambao wengi mpaka sasa tunaripotiwa kwamba wanapatikana katika mji huo, licha ya taarifa zingine zinasema kwamba pia wazalendo waliweza kurudi nyuma kwa ajili ya kutafuta mbinu ya kuweza kuangalia namna ya kuweza kukabiliana na wahasi wa AFC M23. Mapambano yameripotiwa kuwa makali katika Bondeni Ruzizi jana tarehe 9 mwezi Disemba mwaka wa 2025. Hiyo ni baada ya kusonga mbele kwa wahasi kwa kasi kubwa, wakiwa na lengo ya kuchukua udhibiti wa mji wa Uvira. Mpendwa msikilizaji, hali inaendelea kwa sasa na kuwa ngumu sana kufahamu mpaka sasa. Asubuhi ya leo haijafahamika ni wanani ndio wanadhibiti mji wa Uvira kikamilifu, ili hali ya kwamba mambo yalibadilika usiku na bado media yako haijafahamu kiundani ni kipi ambacho kipo kwa sasa katika mji wa Uvira. Lakini raia wanaripoti kwamba wasiwasi inatanda sana baada ya vikosi kuondoka, kukiangalia kwamba vikosi vya jeshi la taifa FARDC vilianza kurudi kutoka Luvungi, vikaanza kurudi nyuma, na vilipofika ndani ya mji wa Uvira, kitu ambacho kiliweza kuleta wasiwasi mkubwa sana ni kuona jinsi ambavyo vimeweza kurudi nyuma na kuweza kuacha njia zote wazi. Wengine wamejielekeza Kalundu kwa ajili ya kuchukua usafiri moja kwa moja kwenda sehemu ambazo mpaka sasa hazijajulikana. Tunawasalimu wa ndugu wa tarafa la Uvira na tarafa la Fizi. Tunajua ya kwamba adui anapitia jeshi la taifa kama gisi tulivyowaeleza hapo juzi na hapo jana. Ikiwa leo adui amefungua njia, ni kwa sababu alipitia jeshi la taifa wakiwa na ile slogan yao ya kusema repris strategique. Ni ile inakuwa mbinu tangia pale Bunagana mpaka miji kachukuliwa kama Goma, mji kama Bukavu, wakiwa na ile masemi ya repris strategique. Na tangia jeshi letu lianze kupambana vita, hawajawahi kunyang'anya muji na kuidhibiti. Wanaoifanya ni mateatre. Na mimi nilitabiri mambo haya mbele sana, karibu mwaka mzima na nusu. Nilisema wakati wazalendo wanajiunga pamoja na RAD na kuitwa jeshi la akiba, ni mtego mkubwa sana. Na hata niliomba ya kwamba kuundwe vikundi tofauti na vile ambavyo vimeingia murad, sababu hawatatii oda ya kijeshi. Watu walinilaumu, lakini leo imeonekana ya kwamba wazo yangu ilikuwa wazo ya kuokoa nchi yetu. Mnajua ya kwamba jeshi letu halikupambana vita tangia Katogota mpaka kufika Luvungi. Walikuwa wakiachia hawa maadui njia na miji, na wao wakasema kwamba wako wanazidi kuachia raia sikufe. Na wanasema kuna mabombe, madrone ambao ziko zinakuja kubombarde. Ni uongo, sababu kuna watu ambao walijinfiltre wa M23 wako wanaenda wanatega mabombe, na zinapolipuka wanasema ni madrone. Hiyo ni hali ya siasa ambayo inatembea na adui.
Adui kama tulivyoeleza anatumia mbinu na njia mingi kama vile pesa, kama vile media, anatumia vile wasaliti wa Kongomani kwa hiyo mitego ya kulipuka, kwa kuogopesha na kuona ya kwamba watu walishachoka. Wengi wanaanza sema basi apite sababu tupate amani. Na hiyo ni njia mbaya sana kwa kupitisha adui. Mnajua wazalendo waliochipika kifua, wazalendo wa ndugu zetu waliokuwa Uvira, mulisema ya Kutumba ondoka aende Fizi ili nyinyi mupate kupigana vita. Tuko wapi sasa? Mnajua adui alipitia njia sana za kugawa wazalendo wetu wasio umoja, kupitia jeshi la serikali, kupitia hata wengine wafanya siasa ambao walijaribu kusema wacha wapite sababu wanakusudia kupata vyeo ikiwa serikali ya Felix Tshisekedi inapinduliwa. Vile tunapoangalia hali ya siasa inayopitika katika mji mkuu wa Kinshasa, inaonekana ya kwamba wao hawako tena kabisa kwa kupigana vita. Hata kama tulisikia Rais Felix Tshisekedi alisema ya kwamba Kagame anavunja mapatano walioifanya huko Washington DC, tunapochungua hakusema na huzuni na hakusema kwa kushitaki, kwa sababu angeshitaki na labda Kagame angeonesha vile sura gani. Je, panakuwa mapatano ya kuacha Kivu au namna gani? Basi wandugu wasikilizaji, tunapenda tuwaeleze ya kwamba tujipe moyo. Tujipe moyo sababu ni wanajeshi waliosaliti inchi tangia Bunagana reprise strategique, na hapo wanaandaa waache wanafanya gisi walifanya mbele wakati Uvira Bukavu ilipoanguka, wakaja Uvira. Mnajua yaliyopitika, hatuwezi tena kuwakumbusha. Na ni ile hewa ambao wanatafuta sasa kuanza kukibia Kalemi. Wanajeshi tunawajulisha ya kwamba hakuna mwanajeshi atavuka Luanga na kuingia Makobora. Kwa hivyo msikilizaji na mtazamaji wetu, hii ni hali halisi kile ambacho endelea uko Uvira. Hatujawa na uthibitisho rasmi ya kukuarifu iwepo wahasa mingie katika mji wa Uvira, la hasha, lakini tunaendelea kufuatilia taarifa hizi ili tukuje kuletea taarifa rasmi baadaye, kwa sababu kwa sasa ni vigumu kuweza kupata uthibitisho majira hii ya saa 11 asubuhi, ambako watu wengi bado wanalala na hawajaamka bado kujua ni kipi ambacho kinaendelea. Ila taarifa ambazo tuko nazo kwa sasa ni kuhusu kujiondoa kwa vikosi vya jeshi la taifa FARDC pamoja na maafisa mbalimbali wa kipolisi kujiondoa kwenye mstari wa mapambano kujielekeza sehemu ambako kuna usalama zaidi, huku raia wakibaki katika mji wa Uvira. Ukiangalia Uvira ni moja kati ya sehemu ambako kulikuwepo na wazalendo wengi, lakini pia vikosi vya jeshi la taifa FARDC vilikuwepo vingi sana, na ni sehemu ambako ni mji ambao unaunganisha sehemu mbalimbali. Yani Uvira ni sehemu ambako kunaunganisha Baraka, Burundi, Mwenga, Kalemi. Ni moja kati ya njia ambazo iwepo wahasi utafika sehemu hii, itakuwa moja kati ya sehemu muhimu kwa wahasi, na hivyo itakuwa serikali inapoteza sehemu kubwa sana ambako watu walikuwa wakitegemea kwamba haiwezi kawezekana wahasi kuweza kuingia hapo. Lakini mpaka sasa bado kuna matumaini kutoka kwa wazalendo ambao wanasema kwamba hawako tayari kuona nchi yao inaenda kwa wanyang'anyi, na kusema kwamba wako tayari kupambana na wahasi ili kuweza kuondoa maeneo yote ambayo yanapatikana mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo mpendwa msikilizaji, hii ni hali ambayo inaendelea huko Uvira. Waasi wa AFC M23 walishika mji wa Bukavu ilikuwa ni mwezi wa pili, na imewagharimu miezi takriban 10 kuweza kutafuta mbinu ya kuweza kutoboa mji wa Uvira. Ilishindikana, lakini kwa sasa habari zinakuwa mbaya zaidi kutokana na baadhi ya maafisa wa jeshi la taifa FARDC walianza kurudi nyuma, kiasi kwamba kusababisha mji kuingia katika hali ya wasiwasi, na
na hivyo kupelekea habari kuwa ni za tofauti kabisa, zisizokuwa na uhakika na zisizofahamika mpaka sasa asubuhi ya leo. Naendelea kufuatilia habari hizi kwa ukaribu sana ili tukuje kukuarifu na kutaarifu yote ambayo itakuja kujiri sehemu mbalimbali mashariki mwa DRC, hususan huko tarafani Uvira. Mji wa Uvira baada ya Bukavu kuingia mikononi mwa waasi ndio ulikuwa mji ambao ulisalia huko mashariki mwa DRC kuwa kama vile mji mkuu wa jimbo ya Kivu Kusini, na baadhi ya makazi ya wakuu viongozi mbalimbali yalihamishwa katika mji huo ambao kwa sasa unaripotiwa kwamba pia upo kwenye hali ngumu ya sintofahamu. Hiyo ni baada ya kuonekana kusonga mbele kwa vikosi vya waasi wa AFC M23 katika mji huo wa Uvira, ambako mpaka sasa kujawa na taarifa rasmi kuhusu ujio wao kwamba wako sehemu gani, lakini taarifa kubwa ni kwamba vikosi vya jeshi la taifa FARDC kama walivyofanya katika mji wa Bukavu na Goma kurudi nyuma, ndipo ndio kitu ambacho kimefanyika tena huko ndani ya mji wa Uvira, kitu ambacho kimeibua maswali miongoni mwa wachambuzi wa masuala ya kisiasa. Wanasema kwamba imekuwaje jeshi linashindwa kukabiliana na waasi ili hali ya kwamba vifaa vipo katika gala za vita? Inakuwaje kunashindwa kuwepo na makabiliano kwa ajili ya kuweza kurudisha waasi hao nyuma? Baadhi ya wakahaji kutoka huko Uvira wamesema kwamba hawaelewi iwepo nchi imeuzwa aiza namna gani, kwa sababu jeshi limehapa viapo kwa kutetea na kuweza kutetea udongo usende kwa wanyang'anyi, lakini wanakuwa wa kwanza kukimbia ili hali ya kwamba adui hajafika ndani ya mji wa Uvira. Mpendwa msikilizaji, na kuendelea kuwa nasi katika taarifa hizi ili uendelee kufahamu yote yanayojiri huko kwenye uwanja wa vita ndani ya mji wa Uvira na sehemu mbalimbali. Nimesema ya kwamba mpaka sasa hatujawa na taarifa rasmi kwa sababu bado hakujawa na mwangaza zaidi, ila tutakapofika majira ya asubuhi nitakuletea taarifa rasmi kuhusu kile ambacho inaripotiwa ndani ya mji wa Uvira. Lakini hali iliyolala hiyo jana tarehe 9 ni kwamba wazalendo pamoja na baadhi ya vikosi vya jeshi la taifa FARDC vimelala katika mji wa Uvira vikifanya doria kwa malengo ya kuweza kuzuia adui asiweze kusonga mbele, ambaye anakisia kuingia katika mji huo, mji mkuu wa muda wa jimboni Kivu Kusini, baada ya mji wa Bukavu kuweza kuingia mikononi mwa waasi wa AFC M23. Hiyo ndio hali halisi ya kile ambacho kinaendelea huko Uvira. Mpendwa msikilizaji, mambo yanaendelea kuwa magumu kabisa upande wa raia ambao wao hawajui la kufanya, kwa sababu njia zote zinaonekana kuwa ngumu, hakuna kutoka, kwa sababu Burundi pia imeripotiwa kufunga mipaka yake baada ya ghasia kuongezeka katika mji wa Uvira. Hivyo Burundi imelazimika kuweza kufunga mipaka. Sasa raia wanashindwa waende wapi pamoja na familia zao, wengi wakiwa tu wanasalia manyumbani kwao wakitizamia kipi ambacho kitakuja kutokea asubuhi ya leo tarehe 10 Disemba mwaka wa 2025. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wetu, tunaendelea kufuatilia bega kwa bega taarifa hizi na hali halisi ya kile ambacho kinaendelea huko katika mji wa Uvira, ili tukuje kukutaarifu pale tu iwapo kutakuwepo na mabadiliko yoyote ile. Wazalendo waendelea kuomba raia kuwa watulivu na kutizama kile ambacho kitakuja kutokea, maana wana imani ya kwamba bado nafasi ipo kwa ajili ya kuweza kukomboa maeneo yote ambako waasi wameripotiwa kuongeza nguvu zao na kuweza kuingia kikamilifu. Naam, hapa ndipo tunaweka nukta katika habari hizi za asubuhi ya leo, tukiendelea tu kukuahidi ya kwamba tutafuatilia paka mwisho iki ambacho endelea huko kwenye uwanja wa vita. Iwapo una lolote la kuzungumza, unaweza kutuandikia kwenye comment hapo, utuambie unatufuata kutoka maeneo gani, na pia una comment nini kuhusiana na hali hii ya vita mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Fahamu ya kwamba mapambano yamezuka kwa kasi kubwa pindi ambapo rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo akiwa katika maandalizi ya kwenda kuweka saini makubaliano ya amani huko Washington kati yake na rais wa Rwanda Paul Kagame. Na hivyo kipindi makubaliano hayo yanaendelea kuwekewa saini huko Washington, waasi wameripotiwa kusonga mbele kiasi kwamba walikisia kuchukua udhibiti wa mji huo tangu, lakini iliweza kushindikana kufuatana na uwepo wa wazalendo. Lakini sasa mambo yanabadilika. Haijafahamika ni kipi ambacho kimefanyika kule Doha kwa ajili ya kuweza kusitisha vita, kwa sababu walio wengi walisema kwamba uwepo labda makubaliano yale ambayo yanaendelea kuweka saini kwa Washington itakuwa ni moja kati ya suluhisho ya vita hivi ambayo inaendelea kushika kasi mashariki mwa DRC. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema kwamba huenda hawajaelewa ni kipi ambacho kiliendelea kule Washington kati ya DRC na Rwanda, kwa sababu hali inaendelea kuwa tete kiasi kwamba
mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kumeonekana kwamba kuna usaliti mkubwa sana wa jeshi pamoja na vitu mbalimbali. Mpendwa msikilizaji, hiyo ni hali halisi. Tunaendelea kufuatilia ili tukuje kukutaarifu baadaye kutoka kwa vyanzo vyetu ambavyo mpaka sasa bado havijatupatia taarifa rasmi kuhusu kile kilichopo ndani ya mji wa Uvira, ikiwepo tu ni tamruki na hali ya wasiwasi ikiendelea kutanda katika mji huo. Endelea kuwa nasi katika habari zetu tena za hapo baadaye, na kuaga tu kwa kusema bye bye.